Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi inaitwa Buku la Baba Mkwe iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Nambari zake za simu ni 0743 632 247. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya pili tulipokuwa tumeshia. Ilikuwa ni pale ambapo mara baada ya Jacqueline kurejea Tanga shuleni bila kuonana tena na Bwana Peter, akasikia wanafunzi wenzake wa kike waliokuwa wametoka kwenye mashindano hayo pia ya UMISETA walikuwa namsifia mwanafunzi mmoja aliyekuwa anacheza mchezo wa kikapu huko Ruvuma. Jacqueline akawa anahitaji kujua huyo mwanafunzi wa kiume aliyokuwa anasifiwa na hawa warembo alikuwa ni nani. Karibu sana tuweze kuendelea na sehemu hii. Ni sehemu ya 3. Hapo sasa Jacqueline ambaye alikuwa ametega sikio alikuwa anatamani kusikia jina la mwanafunzi huyu ambaye alikuwa anatamaniwa na Radhia, ambaye hajawahi kupatikana wala kuhisiwa kwamba anatoka na nani pale shuleni ama nje ya shule. Achana na ule Eric bwana, alikuwa anajirai na mpenzi wake ule. Mimi namsemea mwingine hivi. Alizungumza vile Radhia, na huko alikuwa anatoa kitabu chini ya mtu wa kitanda chake na kufunua karatasi fulani hivi. Na kisha alitoa picha ambayo hii alimpatia yule mwenzake ambaye aliitazama, na huku wanafunzi wengine pia walikuwa wanachungulia. Mmoja wapo alikuwa ni Jacqueline ambaye huyu aliona kulikuwa na wachezaji zaidi ya 12 wa timu ya mpira wa kikapu mkoa wa Ruvuma. Hasa ndo huyo mwishoni kabisa upande wa kulia huyo kwenye picha. Alizungumza vile Radhia na kusababisha wenzake wote waelekeze macho yao kwa mtu huyo kama ambavyo alikuwa ameelekeza. Ilikuwa ni pamoja na Jacqueline pia aliyokuwa anatazama, kila mtu akiwa na hamu ya kumwona kijana huyo ambaye alikuwa amefanya Radhia kuweka wazi kabisa hisia zake. Ile Jacqueline anatupa macho kwa mtu wa kwanza kulia, akaisi mwili wake walikuwa na msisimka. Ilikuwa na mara tu baada ya kumwona mtu ambaye alikuwa amekusudiwa na Radhia. Yanaweni kama mimi tu Radhia, nakwambia kweli kabisa. Nilitokea kuwa mshabiki nambari 1 kabisa wa huyo kaka. Afu nasikia anaitwa Peter. Alizungumza pale bidada mwingine na kumfanya sasa Jacqueline asimame, na alikuwa ni kama alikuwa amepigwa na shoti ya umeme mkubwa. Macho alikuwa ameyatoa kwenye ile picha akiwa na mkodole ya kijana huyo ambaye alikuwa ametajwa kwamba ndiye alikuwa na wachanganya wasichana hawa warembo. Yanayoacha tu mwenzangu, mpaka nikajikuta nilikuwa na shangilia Ruvuma mwenzio. Kila ambapo ilikuwa inacheza sikuacha kabisa kwenda kwenye uwanja wa mpira wa basket kwa ajili ya kumwangalia. Alikuwa anazungumza vile Radhia ambaye ni nadra sana kukuta alikuwa anaweka wazi hisia zake kwa mwanaume. Hata Jackie aliweza kulijua swala hilo, lakini alishangaa kweli kweli leo hii kuwa alikuwa anamtaja Peter kwamba ndiye mwanamume ambaye alikuwa ametokea kumpenda kuliko zaidi. Ukweli Jacqueline alishakuwa na kwamba Peter hakuwa ni mwanaume wa hadhi yake, na japo kuwa alishatongozwa na kijana huyu, lakini hakuwa tayari kabisa kumpatia jibu lake kwa sababu hakuwa tayari kabisa kuwa naye. Lakini ghafla leo hii mara baada ya kuona kwamba wanawake wengine walikuwa wanampenda, akajikuta alikuwa anaanza kuona hivi kana kwamba yule ambaye alikuwa anazungumziwa alikuwa ni mpenzi wake. Sasa basi sikumuona kabisa hata akiwa anapapatikana na wanawake. Yeye akitoka baroni bwenini mazoezini tu kwenye mechi basi. Alizungumza pale msichana mwingine ambaye huyo jina lake alikuwa anaitwa Saumu. Yeye pia alikuwa ametoka kwenye familia kubwa tajiri na maarufu pale Tanga. Alikuwa anazungumza kwa sauti fulani ambayo ilikuwa imepambwa kwa bashasha na sifa kwa kijana huyo ambaye walikuwa anamzungumzia. Ifahamike kwamba Radhia alikuwa kidato cha 4 pamoja na Saumu, wakati Jacqueline alikuwa kidato cha 3. Sasa hujamkuta amejichanganya na wenzake. Anazungumza vizuri yo mpaka raha jamani. Alizungumza vile Radhia naye akiwa na mwaka sifa kwa Peter, na huko alikuwa anatoa picha nyingine na kuwapatia wenzake waitazame pia. Jacqueline akajikuta alikuwa anatupia macho pia na kuweza kushuhudia mtoto wa mzee Kaduma yani Peter alikuwa katika harakati za uwanjani akiwa na mpira wake mkononi. Radhia, ulizipataje hizi picha kwani wewe? Alikuwa anauliza pale Saumu, swali ambalo lilibaki kidogo Jacqueline aulize pia. Nilienda kulipia kwa mpiga picha kabla mwenye hajaziwahi.
Maana siku alikuwa anampiga picha pale uwanjani. Alijibu vile Radhia bila kificho, na hiyo kusema ukweli ilimshangaza kweli Jack. Yaani mtu akalipia picha ya mwanaume ambaye yuko mbali na alikuja mara moja tu na kisha akampenda. Kwa hivyo sasa ukikaa nazo kama hivyo tu unajisikia raha mwenyewe? Safari hii aliuliza mwanafunzi mwingine kabisa ambaye huyu sio mmoja kati ya wale waliokwenda Morogoro kwenye mashindano. Swali hilo likamwagilia burudani katika moyo wa Jacqueline ambaye huyu hakupenda kabisa yale maongezi ya mwanzo. Sasa kama nilikutana naye safari hii nitashindwa vipi kukutana naye tena? Alizungumza vile Radhia kwa sauti fulani ya kujiamini. Wenzake walitazama na tuna huko alikuwa anazuia vicheko. Ni kama waliona kwamba Radhia alikuwa anapata njozi akiwa macho hivi. Maana hakuwa tena na nafasi ya kushiriki michezo ya UMISETA ambayo bado ilikuwa haijatangazwa kwamba itafanyika wapi kwa mwaka unaofuata. Hata hivyo ilikuwa ni tofauti kabisa kwa Jacqueline ambaye huyu aliamua kuondoka zake na kurudi kwenye kitara chake, na kuivu na chuki vilikuwa vimemkaba kweli. Na sio kwamba hiyo ilikuwa ndio mwisho wa Jacqueline kusikia hadithi za Peter. Ukweli ni kwamba alikuwa anaendelea tu kusikia mara kwa mara, na tena ilikuwa ni kutoka kwa wasichana wengine kabisa, japo ilikuwa ni mara chache sana, lakini kila ambapo alikuwa anazungumziwa alikuwa anajisikia wivu na uchungu moyoni, sawa na mtu ambaye alikuwa amesalitiwa. Ungesema kwamba tayari alikuwa ameshaingia kwenye mapenzi na Peter. Na ukweli ni kwamba ndani ya mwezi mzima Jacqueline alikuwa katika wakati mgumu kweli pale shuleni, kiasi cha kusahau kabisa habari za mpenzi wake mpya, kijana Ipiana ambaye huyu alikuwa anafanya kazi kama konda kwenye kampuni ya mabasi ya Mwakatobo ambayo makao yake makuu yalikuwa Songea, ambaye huyu alianza kumkumbuka mwishoni mwa mwezi wa 11 ikiwa imekaribia likizo ya mwisho kabisa wa mwaka. Alikuwa anatamani sana siku ambayo anafika Dar es Salaam iwe ndio siku ambayo zamu ya gari la Ipiana ndio ilikuwa anafika pia Dar es Salaam. Mvuto wa kijana wetu Peter Kaduma ambaye sio kwamba alikuwa na maajabu sana, lakini tu ni tabia pamoja na matendo yake mazuri ndivyo vilikuwa vinawavutia wasichana wengi kutoka shule mbalimbali za sekondari hapa nchini. Vilimvutia pia msichana mmoja mrembo kweli ambaye huyu alikuwa anasoma shule ya sekondari ya Jangwani huko Dar es Salaam. Yeye alikuwa anasoma kidato cha 6. Alikuwa amekwenda Morogoro kama mshiriki wa timu ya mpira wa kikapu ya mkoa wa Dar es Salaam. Sifa zake licha kwamba alikuwa ni mzuri pamoja na mrefu mwenye umbo zuri la wastani. Yaani alikuwa na matiti ya wastani, mapaja manene kidogo, makalio mazuri yaliyofaa na kuvalia jinsi. Hata sura pamoja na nywele zake ndefu nyeusi zilikuwa ni nzuri kweli za kuvutia. Msichana huyu anaitwa Anastasia Sebastiani. Alikuwa ni mpole, mwenye utu na utulivu. Alikuwa anazungumza vyema kabisa na kila mtu. Hata watu walikuwa wanashindwa kabisa kumtafsiri kwamba alikuwa ametokea kwenye familia aina gani, kwa sababu alisha kwamba alikuwa mwenye kuvaa vizuri siku zote, lakini pia alikuwa anatembelea maduka ya gharama siku za wikendi na kununua vitu vya gharama sambamba na watoto wa matajiri wakubwa tu ambao hawa ni wafanya biashara ama watoto kutoka kwenye familia za wanasiasa na viongozi wakubwa tu wa serikali. Lakini sasa alikuwa anazungumza na mtu yoyote bila kudharau mtu. Daima alikuwa ni msikivu, lakini pia hakuna ambaye alikuwa anaweza kujua alikuwa ametokea kwenye familia ya aina gani. Kivutio zaidi machoni kwa watu, ukiachilia mbali uzuri na muonekano wake wa kuvutia kila mwanaume, lakini pia huwa na kivutio kikubwa sana pale ambapo anakuwa kwenye uwanja wa mpira wa kikapu na huko amevalia nguo za mchezo huo. Kila mtu angeanza kumshangilia kila ambapo anashika mpira, hata kama asingefanya lolote la kushangiliwa. Hakuwa na mtu ambaye angeondoka uwanjani mpaka Anastasia angeondoka uwanjani ama mpira kuisha kabisa. Lakini msichana huyu ambaye uzuri wake uliwavutia na kuwachanganya wanaume wengi, hajawahi kabisa kuonekana mtu ambaye anashirikiana naye katika upande wa sirini, yani mwanaume ambaye anaweza akamwomba msaidia kumvua nguo za ndani. Alikuwa ni moja kati ya wasichana waliovutiwa kweli na muonekano wa sura, tabia pamoja na mienendo ya Peter wakati anashiriki michezo ya UMISETA kule mkoani Morogoro. Lakini kutokana na uwezo wake alijitahidi kweli kuzuia hisia zake zisiwe wazi, kwa sababu alijua kabisa kwamba ilikuwa ni swala la siku chache tu. Akitoka hapo na kurudi shuleni kwao huko Dar es Salaam Jangwani, basi atamsahau tu mara moja. Lakini kwa bahati mbaya haikuwa hivyo kama ambavyo alikuwa anafikiria, kwa sababu akiwa shuleni hasa nyakati za usiku alikuwa anapata kuwasikia wanafunzi wenzake hasa walioshiriki michezo ile huko Morogoro walikuwa wanalitaja jina la mwanaume huyo mara kwa mara,
na hiyo ilisababisha kushindwa kusahau juu ya mwanafunzi huyo kutokea mkoani Ruvuma. Wakati hayo yote yakiwa yanaendelea tu katika shule mbalimbali, kijana wetu Peter ambaye huyu alirudi mkoani kwake Ruvuma akiwa mwenye mafanikio makubwa sana katika wanafunzi walioshiriki mashindano yale, hakuwa amegundua kabisa siri ya mioyo ya wasichana jinsi alivyokuwa ameiteka kwa fujo wakati wa mashindano huko mkoani Morogoro. Zaidi akiwa huko Morogoro, mara kwa mara alikuwa anamkumbuka sana Jacqueline, na huko alikuwa anawaza na kupanga ndoto zake za kuwa na maisha mazuri kusudi aweze kuishi vizuri na Jacqueline akiwa kama mke wake, kwa sababu alikuwa anaamini kabisa kwamba ipo siku Jacqueline atampatia jibu lake, na jibu lenyewe litakuwa ndio kwamba amekubali kwa mpenzi wake. Ndoto hizo zilichochea hali kubwa ya kujituma kwa bwana Peter ambaye huyu, ukiachilia mbali kusoma kwa juhudi shuleni, lakini pia alikuwa ni mstari wa mbele kabisa kupeleka zawadi za mazao ya shambani nyumbani kwa mzee Mshobozi, kama vile mikungu ya ndizi, mananasi, machungwa na mazao mengine ya shambani ambayo haya alikuwa analima kwa mikono yake. Alikuwa anapenda kupeleka nyumbani kwa babake na Jacqueline mzee Mshobozi kama zawadi. Tabia na juhudi zake hizo zilianza kumweka karibu na mzee Mshobozi maarufu kama Mshobo, yani kamanda wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Ruvuma, ambaye ni babake mzazi na Jacqueline. Na hiyo sasa ikamfanya mzee huyo aanze kumtuma bwana Peter katika kazi mbalimbali ambazo hizi aliona kwamba singeweza kuwatuma wafungwa, hasa kutokana na muda, kwa sababu wafungwa wana muda maalum wa kuwa nje ya gereza. Ukaribu wake bwana Peter na mzee Mshobo ama mzee Rwekengo walimpatia matumaini makubwa sana Peter ya kuwa na Jacqueline bila kikwazo, kwa sababu kiachilia mbali kumchukulia kama mtoto wa dereva wake, lakini pia mzee Mshobozi mara nyingi alikuwa anamtania Peter kwamba ni mkwe wake, hasa akiwa anamkumbushia tukio la kumtongoza binti yake siku ile jioni wakiwa wanatoka kwenye uwanja wa zimamoto, hali ambayo ilimfanya Peter asubiri kwa hamu likizo ya mwezi wa 12 ili kusudi apate jibu lake kutoka kwa mrembo Jacqueline. Siku iliweza kuwadia na shule zilifungwa. Mchana wa siku ya Ijumaa wanafunzi wote waliondoka mashuleni, ikiwa ni wiki 2 kutoka wanafunzi wa kidato cha 4 kumaliza mitihani yao na kuelekea majumbani. Miongoni mwao walikuwa ni akina Swaumu pamoja na Radhi, ambao hawa kila mtu kwa wakati wake alikuwa na ndoto ya kuwa siku moja angekutana na kijana Peter. Pengine hawakumaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza, na kwamba ilikuwa ni mihemko tu ya kisishana ambayo ilikuwa inawasumbua. Jacqueline alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi waliokuwa wameondoka shuleni siku ile ya Ijumaa huko Tanga na kufanikiwa kufika Dar es Salaam mida ya saa 12 za jioni. Alikuwa anashukia stendi ya mabasi ya mkoani yani Ubungo, na aliposhuka tu moja kwa moja akaenda kwenye ofisi za Mwakatobozi Trans. Alikuwa anamuulizia Ipiana ambaye ni konda wa basi hilo, lakini alienda kwa gia kuulizia tiketi. Kwa uhakika huo ulikuwa ni mpango mzuri. Watu walikuwa ni wengi kweli kama unavyojua mwishoni mwa mwaka. Hata Jacqueline alifika kwenye chumba nambari 16 upande wa kulia wa stendi, ambayo ndio ofisi ya Mwakatobozi Trans ilipo, ambayo kama ofisi nyingine ilikuwa na watu wengi ambao hawa walikuwa wanataka kukata tiketi zao. Alipofika pale kwenye ofisi hiyo akaulizia ujio wa Ipiana. Samani, hivi Ipiana gari lake linakuja lini? Aliuliza pale Jacqueline kabla hata hajauliza kuhusu upatikanaji wa tiketi za siku ambayo ilikuwa inafuata, yani siku ya Jumamosi. Jacqueline ambaye alitegemea jibu moja kati ya haya mawili, kwamba anakuja leo labda wapo sehemu fulani, au hata lile jibu ambalo ameondoka leo anarudi kesho ndilo ambalo angelipenda. Hilo lisingekuwa jibu baya sana kwake, kwa sababu angegairi kukata tiketi siku hiyo na kwenda kulala guest house, alafu kesho jioni angekutana na Ipiana ambaye huyo angelala naye kwa usiku mmoja, na kisha kusafiri naye siku ya Jumapili kuelekea Songea, na pengine Songea angelala naye usiku wa siku ya Jumapili, na kisha kwenda nyumbani kwa babake siku ya Jumatatu, akisingizia kwamba alipanda gari za kuungaunga mara baada ya kukosa usafiri wa moja kwa moja. Lakini jibu ambalo Jacqueline alilipata pale lilikuwa ni tofauti kabisa na majibu yote ambayo alikuwa ametegemea, kwa sababu kwanza kabisa watu wanne waliokuwepo mle ndani ya ofisi walitazamana tu kwa namna ya kushangaa na kudoa kabla hawajamtazama yeye Jacqueline kuanzia juu mpaka chini, kitu ambacho kilimshangaza kweli Jackie, ambaye alianza kuhisi labda pengine kulikuwa na kitu kilikuwa kimetokea kwa Ipiana. Kabla hajauliza kulikuwa ni mpaka alikosa jibu wa swali kuhusu mpenzi wake huyo, ghafla kawa na wale wafanyakazi wanne wa kampuni ya Mwakatobozi Trans walikuwa nabadilika sura zao kutoka kwenye mshangao na kujiweka sawa,
na huku wote walikuwa wanatazama kwenye mlango wa kuingilia pale ofisini. Vipi tena jamani, huyu mrembo amekosa ofisi, mbona mnamshangaa tu hapa? Ilisikika sauti ya kiume kutoka upande ule, na Jacqueline akageuza macho yake na kutazama upande ule. Macho yake yalitoa kwa kijana mmoja maridadi kweli kweli, ambaye huyu aliyokuwa amevalia nguo nzuri za kisasa kabisa, yani suruali nyeusi na t-shirt la njano, na huko miguuni alikuwa amevaa raba nyeupe zilizokuwa na fito nyeusi na kitiki chekundu. Saa ambayo alikuwa amevaa mkononi ilikuwa na ng'aa kwa rangi ya dhahabu, japo urefu pamoja na upana wake vilikuwa vinashabiana kabisa na muonekano wa Peter Kaduma, lakini huyu alikuwa anaonekana kuvutia zaidi machoni kwa Jacqueline. Hapana hajaja kukata tiketi, amekuja kumuulizia Ipiana, alizungumza vile mfanyakazi mmoja ambaye huyu alikuwa ni wa kike. Hapo sasa Jackie akategemea kusikia jibu ambalo litaamua siku ya safari yake ya kuelekea Songea itakuwa lini. Kwanza kabisa alianza msonyo wa dharau. Mpuzi kabisa, wewe ananyia debesa hivi, amekamatwa na mwanafunzi gesti, alizungumza vile kijana huyu mtanashati ambaye kiukweli alikuwa anaonekana kabisa kwamba alikuwa na nafasi kubwa sana ndani ya ofisi ama kampuni hii ya usafirishaji ya abiria ya Mwakatobe Trans, ambayo ilikuwa inamilikiwa na mzee Kelvin Mwakatobe, akimaanisha kwamba Ipiana alikuwa jela kwa kosa la kukamatwa anafanya mapenzi na mwanafunzi. Taarifa ambayo kusema ukweli ilimshtua kweli kweli bidada Jacqueline, na akajikuta alikuwa anatazama chini kwa aibu, kwa maana kwamba alikuwa ametambua kwamba kutokana na tabia ya Ipiana kupenda wanafunzi na wale watu mle ndani wangetambua kwamba tayari mwiko wa Ipiana ulishapita kwenye kitumbua chake. Kwa hivyo sasa Jacqueline aliamua kukwepa shutuma za kifikira za wale watu. Nilikuwa naulizia tu kama alikuwa amepewa mzigo wangu kutokea Songea, maana babangu anapenda sana kumwagiza yeye, alizungumza vile Jacqueline, kisha aliondoka zake, na alipofika mlangoni aligeuka kidogo ili kusudi kuangalia wale watu wamepokeaje utetezi wake. Akaona wote walikuwa wanamtazama kijana huyu mtanashati, na huko midomo yao ilikuwa imechanua kwa tabasamu. Jacqueline naye akashawishika kumtazama kijana ule, akajikuta macho yake yalikuwa yanatazamana na macho ya kijana huyu ambaye alikuwa anamtazama kwa macho yaliyojaa matamanio na uchu. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa amevutiwa na sehemu za kukalia za Jacqueline, mtoto wa mzee mshobozi. Wote wakajikuta walikuwa na tabasamu liana, na huko Jacqueline alikuwa amegeuka na kuondoka zake tu. Alikatiza ofisi kadhaa, na huko alikuwa anasoma matangazo ya majina ya kampuni za mabasi mpaka aliposimama mbele ya ofisi nambari 23 ambayo ilikuwa imeandikwa Senzo Express, na yakaingia ndani ya mlango wa ofisi hiyo ambayo pia ilikuwa na watu wengi kama zilivyokuwa ofisi nyingine. Jacqueline akiwa na mawazo mengi ya kuumiza juu ya mpenzi wake Ipiana, ambaye huyu alitegemea kwamba angefurahia na ile likizo nzima ya Krismasi, aliingia ndani na kuomba tiketi ya kesho Jumamosi kuelekea Songea nyumbani. Pole sana mdogo wangu, mabasi matatu yote yamejaa mpaka Jumatatu, labda ukate basi la Jumanne, nalo limebakiza siti chache tu za nyuma. Hilo ndilo lilikuwa ni jibu ambalo lilikuwa linapatikana ndani ya ofisi hiyo kutoka kwa dada ofisini hapo, akiwa ni mmoja kati ya wafanyakazi wawili waliokuwepo humo ndani. Mwingine alikuwa ni mfanyakazi wa kiume. Hivi mwaka ameshajaza basi lake? Aliuliza pale huyu mfanyakazi wa kiume. Wale safari ndo amejaza mapema kabisa wale, si unajua tena wana basi moja tu la kila siku, alizungumza pale huyu wa kike. Na wakati huo watu walikuwa wanaingia na kutoka, wengi walikuwa nakubali kukata tiketi za Jumanne, kwa sababu kama ukichelewa zaidi ndivyo tiketi zilivyokuwa zinazidi kuisha pia. Hakika ulikuwa ni mtihani kwa Jacqueline, kwa sababu hata pesa ambayo alikuwa nayo isingetosha kabisa kulipia guest kwa siku 3, yani Jumapili, Jumatatu pamoja na Jumamosi, pamoja na chakula pia kwa hizo siku 3. Nitafanyaje hapa, ama nimpigie simu baba? Alikuwa na waza vile Jacqueline, ambaye huyu aliona kwamba maisha yake yameshakuwa magumu sasa. Haya jamani, nimefika sasa hapa Mara ghafla ilisikika sauti ya mwanaume mmoja ambaye huyu alikuwa amekomaa hivi. Wala usiwe na wasiwasi, wewe karibia tu, alizungumza pale yule mfanyakazi wa kike, na alikuwa anatoa kijitabu chake cha kukatia tiketi. Hapo Jacqueline sasa aligeuka na kisha kumtazama huyo mwongeaji. Alikuwa ni mwanaume mtu mzima mwenye umri wa kati ya miaka 45 mpaka 47 hivi.
Alikuwa amevalia suruali yake ya kitambaa iliyokuwa na malinda mengi ambayo haya yalikuwa malinda mawili kila upande katikati ya mfuko na lisani yaliyonyoka mpaka karibia na mapaja kabisa, na huko linda moja lilikuwa linafika chini kabisa, na huko shati lake jepesi la maua alikuwa amelishomekia vyema kabisa kwenye mkanda mpya kabisa kwenye kiuno chake. Kichwani alikuwa amenyoa denge na kutundika miwani myeusi. Chini kabisa alikuwa amevalia viatu vyeusi aina ya moccasin ambavyo kwa ufupi vinaitwa moka. Na tena wana bahati sana walifanya booking kutoka juzi. Hawezi kuamini kabisa mzee kutoka jana tiketi za mpaka kesho zilikuwa zimejaa. Na leo tunavyozungumza tayari tiketi zote zimejaa mpaka Jumatatu. Na za Jumanne zenyewe zimebakia chache tena za mwisho kabisa kwenye gari. Alikuwa anazungumza vile huyu mfanyakazi wa kike, na huko alikuwa anafunua kitabu cha tiketi ambacho hiki kilikuwa kimejaa kweli kweli. Sura ya mzee huyu haikuwa nyingine kabisa usoni kwa Jacqueline. Ni kama vile alikuwa anamjua hivi, lakini hakuwa na uhakika alishawahi kumuona wapi. Imekuwaje jamani, abiria wamekuwa wengi ghafla kama hivi? Ama magari ni machache? Alikuwa anauliza pale huyo mzee kwa mshangao wa shaka. Alikuwa anahisi kwamba pengine ilikuwa ni lugha ya kibiashara tu. Magari yapo matatu mzee kila siku. Unajua tena mwezi wa 12 watu wengi wamefunga shule, wengine wanaenda kwenye Christmas huko mikoani. Kwa hivyo maana magari mengi yanajaa. Safari hii alieleza mfanyakazi mwingine wa kiume, na yule wa kike alidakia pale pale. Sunana kwa mfano yule dada hapa amekosa tiketi ya kesho huyo. Hapo sasa mzee huyu alimtazama Jacqueline ambaye huyo ndiye aliyokuwa amekusudiwa kwamba alikuwa amekosa tiketi. Mzee, kwa hivyo tiketi hizi niandike nani na nani hapa? Aliuliza pale huyo mfanyakazi wa kike, lakini hakujibiwa swali lake. Kwa ukimya ule sasa yule mfanyakazi alimtazama mzee huyu ambaye alikuwa anamshangaa tu Jacqueline mara baada ya kuanza kumtazama. Wewe si mtoto wa afande yule Kengo wewe ama? Umekuja kufanya kitu gani Dar es Salaam wewe? Aliuliza pale mzee huyu, na huko alikuwa anamtazama Jacqueline ambaye aliacha tabasamu laini, kwa maana kwamba tayari alikuwa ameshamkumbuka mzee huyu. Alishawahi kumwona mara 2 pale nyumbani kwao. Mzee huyu alikuwa ni askari wa jeshi la polisi ambaye alikuwa anaishi Ushakupro. Alishawahi kuja nyumbani kwao akiwa ameleta wafungwa nyumbani kwa ajili ya usafi wa mazingira pale nyumbani kwao. Nilikuwa nimetoka Tanga, tumefunga shule leo mchana. Kwa hivyo wakati narudi ndio huwa napitia huko Dar es Salaam kutokana na usafiri kwa shida. Alizungumza vile Jacqueline kwa sauti fulani kama ya kitoto hivi. Kwa hivyo kumbe wewe ndio aliyokosa tiketi, si ndio? Aliuliza pale huyu mwanaume mtu mzima. Jacqueline aliitikia kwa kichwa, na hapo mzee huyu akainamisha kichwa chake chini kama vile alikuwa anatafakari jambo. Mzee huyu anaitwa Mzee Ali Hamadi Kibamba. Ni mwenyeji wa mkoa wa Pwani. Na ni kweli kabisa yeye ni askari wa jeshi la polisi ambaye sasa yuko safarini kutokea Moshi mkoani Kilimanjaro, ambako alikuwa anahudhuria mafunzo ya miezi 4 ya NCO, yani Non-Commissioned Officer, ngazi ya juu kabisa, ambayo amemaliza na kuwa officer asiyokuwa na commission, akipandishwa zaidi daraja moja na kuwa na tepe za V3 kutoka 2 ambazo alikuwa nazo mwanzo. Ni sasa hivi haitwi corporal tena, anaitwa sergeant. Jumatano alitoka Moshi na wenzake na kufika kwa Kibamba. Ndio siku ambayo alikuja hapa Ubungo na mtoto wake Mapambano, ambaye huyu anatakiwa kwenda na Songea kusudi akamfanyia mpango wa kujiunga na jeshi la polisi, na wakafanya booking ya tiketi 2 za kuondoka Jumamosi, na huku akipanga kupandia gari pale pale Kibamba kwa sababu ni sehemu ambayo magari mara nyingi huwa anafanya kama kituo. Sawa, lakini ni vigumu sana kwako kusubiri mpaka Jumanne, alizungumza pale Mzee Ali Kibamba, na huko alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kuibuka na wallet yake, na kisha kaifungua na kufanya noti nyingi za rangi ya bruzi chungulia hivi. Hakika hiyo ile msisimua sana Jacqueline ambaye huyu ghafla mara baada kuwa na wallet akaanza kumuona Mzee Kibamba kwamba ni kijana wa miaka 19. Nipatie 3. Hizo 2 za kesho, moja andika Ali Kibamba na nyingine mwandike mtoto wa afande hapa, alizungumza pale Mzee Kibamba, na huko alikuwa anampatia fedha yule mwanamke wa ofisini. Wakati huo mwili wa Jacqueline ulikuwa na msisimko kutoka utusini mpaka kwenye shamba la bibi lenye kunde moja katikati. Ghafla akajikuta alikuwa anatamani kulipa fadhila za yule mzee ambaye ni mfanyakazi mwenzake na baba yake, ambaye huyu kwa muonekano pengine alikuwa amemzidi hata umri kidogo baba yake na Jacqueline. Dada, ni kuandike nani?
aliuliza vile huyo mwanamke mfanyakazi, na huku alikuwa anamtazama Jacqueline. Jacqueline, andika Jacqueline Lwekengo, alizungumza vile Jacqueline ambaye huyu alikuwa anaonekana kwamba haamini macho na masikio yake. Yule dada kaandika, na alipomaliza akamtazama mzee Kibamba. Na hii nyingine, kwa hivyo niandike Jumanne ama Jumatano? Aliuliza vile bidada. Hiyo weka Jumatano, ili kusudi apate siti nzuri za mbele mbele, alizungumza vile mzee Kibamba. Na yule dada akauliza, jina niandike nani? Na hapo mzee Kibamba akajibu, andika tu Mapambano Kibamba, alijibu vile mzee Kibamba. Na yule dada kaandika na kuwakabidhi tiketi zao wote. Na kisha mzee Kibamba akaaga na kuondoka zake, akiwa anafuatiwa na Jacqueline ambaye huyu alikuwa ameshikilia tu begi lake la shule. Walipomaliza tu kuvuka ngazi za kutokea kwenye ile ofisi, mzee Kibamba alipokea begi kutoka kwa Jacqueline. Kwa sasa umepanga kulala wapi? Aliuliza vile mzee Kibamba kwa sauti fulani tulivu, na huko alikuwa anamkata kijicho fulani Jacqueline ambaye huyu akajikuta alikuwa na sisimka kuanzia kiunoni mpaka kwenye matiti, kwa sababu jicho la mzee Kibamba lilikuwa linaashiria uhitaji wa kitu fulani kitamu kwenye mwili wa mtoto huyu wa mkubwa wake wa kazi huko Songea. Ni sehemu yoyote ule tu nitalala, maana bado nilikuwa sijachukua chumba. Hapo sasa mzee Kibamba kaacha tabasamu jepesi la mafanikio. Basi usiwe na shaka, sawa? Maana mimi nitapandia kule Kibamba kule. Itakuwa ni vizuri kama nawe pia utalala huko, au unasemaje? Kusudi wewe rahisi kuamka na kusogea barabarani. Alikuwa anazungumza vile mzee Kibamba kwa sauti ile ile. Sawa. Ilikuwa ni sauti tamu ya chini yenye aiba fulani ya kukubaliana na kile ambacho kinaenda kutokea mbele ya safari. Hapo sasa bwana Kibamba kanyakua begi na kuweka begani, na kisha alianza kuongoza kuelekea nje, na huko Jacqueline alikuwa anafuata nyuma, na kama ungemuona ungesema kwamba ni baba aliyekuja kumpokea binti yake aliyekuwa anatoka shuleni pengine. Kitu ambacho wengi walikuwa hawajui, hata msichana Anastasia ambaye likizo yake ilikuwa ni hapa Dar es Salaam katika maeneo ya Upanga kwa shangazi yake, yani dada wa baba yake mzee Sebastian Senzo, ambaye kiasiri ni mtu wa Mbogolendi. Anastasia alikuwa ameacha kumbukumbu kubwa sana kwenye vichwa vya wanaume wengi, achiria wale ambao huwa wanamuona kila siku. Wapo pia wale ambao walimuona wakati wa mashindano ya UMISETA huko Morogoro, ambao sio tu walikwenda kusimulia mashuleni kwao, na huku akipania kufanya juhudi kwenye mashindano ya mwakani ili kusudi wapate nafasi ya kumshuhudia msichana Anastasia Sebastiani. Japo alitajwa wasichana kadhaa kama vile akina Radhia pamoja na Somo kwamba walikuwa wasichana wazuri, lakini Anastasia alitajwa mara nyingi zaidi kwamba alikuwa amefunika. Ukweli Anastasia, binti ambaye ana miaka 19 aliyekuwa kidato cha 5, licha kwamba alikuwa ni mrembo mwenye nidhamu ya hali ya juu na mwenye kujitambua, lakini pia wazazi wake waliweka mipango na mikakati mizuri juu ya maisha yake na jinsi alivyokuwa na bahati msichana huyo, kiashiria mbali baba yake ambaye alikuwa anamiliki kampuni ya mabasi makubwa ya abiria yaliyokuwa yanafanya safari zake mikoa mbalimbali ya kusini na Dar es Salaam, huko makao makuu yake kampuni hii akiwa Songea. Lakini pia Anastasia, hata shangazi yake ambaye pia ni mfanyabiashara mkubwa hapa Dar es Salaam, alikuwa anamjali na kumlea vizuri Anastasia kama binti yake kabisa. Sijui ni sababu ya kwamba alikuwa na upendo mkubwa kwa kaka yake, maana alishakuwa na mtoto mmoja tu aliyezaa na mtu wa kwao Mbogolendi, lakini pia alikuwa anaishi na Anastasia kwa upendo mkubwa wa zaidi ya shangazi. Jinsi vile ambavyo alikuwa anampenda na kumhudumia, ungesema kwamba Anastasia alikuwa ni mtoto wa pekee wa shangazi huyo, ambaye pia alikuwa amepanga kumwandalia maisha mazuri msichana huyo ambaye akiwa na miaka 19 tu alikuwa anatembelea usafiri binafsi wakati wa likizo. Lakini licha ya hayo, Anastasia hajawahi kabisa kuwa na malingo, dharau wala majivuno, na alikuwa hajawahi kabisa kujionyesha ametokea katika familia ya aina gani na yenye uwezo kiasi gani. Tofauti na mabinti wengine wa umri kama wake, Anastasia alidhibiti miemko yake juu ya vulana, na sio kwamba alikuwa hajawahi kutamani mwiko ukoroge chungu chake, lakini ukweli ni kwamba alikuwa ameshatamani mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na kumtamani kijana Peter Kaduma kutokea huko Songea, lakini mara zote huwa anapuuzia tu na kuchukulia kwamba ni swala la muda tu, na mwisho atakaa mbali na mtu huyo na kumsahau kabisa.
Anastasia ambaye ametongozwa mara chache kutokana na wanaume wengi kujiuliza mara mbili kabla ya kumfuata na kumtongoza, na huku wengi wakijikuta wakijipatia jibu la hapana wao wenyewe. Pia hata yeye Anastasia alijiwekea utaratibu wa kukwepa mazoea na jinsia ya kiume, ikiwa ni pamoja na muda mwingi kushinda nyumbani kwao akisoma tu ama kutazama filamu na kusikiliza muziki. Hata wakati anapomtembelea babake huko Songea pia huwa anajifungia ndani na kupata burudani hiyo ya muziki pamoja na filamu ama kujisomea tu muda wote, kitu ambacho kimesababisha sio tu watu wa Songea kutomfahamu kabisa mtoto wa mmiliki wa Senzo Express, lakini pia hata yeye asifahamu vyema mji wa Songea. Wakati mwingine msichana huyu mrembo hutumia muda mwingi wa likizo kutembelea kwenye mbuga za wanyama za hapa nchini ama sehemu zenye kumbukumbu za kale na vivutio vya kitalii. Hapa ni kama hajasafiri mbali kwenda kutembea Mbogorende kwa babu yake. Mida ya saa 2 za usiku katika mitaa ya Kibamba Chama, mita chache kutoka barabara kuu ya Morogoro, usawa wa kituo kidogo cha mabasi, panaonekana baa moja kubwa ambayo hii ilikuwa imeshakamka sana. Watu walikuwa wanaonekana wakiwa wamejana, huko baadhi ya meza zilikuwa zinatandazwa kiasi cha kufunga barabara ndogo ya vumbi ambayo hii ilikuwa imekatiza kwenye baa hiyo iliyokuwa imeambatana na nyumba ya wageni. Upande wa pili wa baa hiyo, yani kwenye nyumba ya wageni, chumba nambari 13, anaonekana msichana Jacqueline Lokengo. Alikuwa anamaliza kuvaa nguo zake nzuri. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa ametoka kuoga. Kitandani zilikuwa zinaonekana noti 2 za shilingi 10,000. Jacqueline anamaliza kuvaa viatu vyake vya mikanda, anachukua pesa zile kitandani na kisha kuzitazama kwa macho ya tabasamu, na kisha anaachia tabasamu pana. "We sasa ndio utanifaidi vizuri. Nitakupatia kila kitu ambacho nataka." Alikuwa anazungumza pale Jacqueline tu mwenyewe, na huko alikuwa na tabasamu kwa furaha usoni mwake, na kisha aliweka zile pesa kwenye mfuko wa suruali yake na jinsi ilivyomkaa vizuri kabisa, na kisha alifungua milango na kutoka nje kuelekea upande wa baa. Alikatiza kwenye korido ambalo lilikuwa na vyumba kushoto na kulia, na huko milango ya vyumba hivyo ilikuwa na namba kuonyesha kwamba ni nyumba ya wageni kama tunavyoita. Japo ilikuwa ni mapema sana mida hii, lakini Jacqueline wakati anatembea alipata kusikia sauti fulani kutokea kwenye vyumba vile. Sauti hizi zilikuwa zinaashiria kwamba wapenda nao walikuwa na nyandoana humo ndani, kitu ambacho kilimsisimua kweli kweli Jacqueline, ambaye huyo hakuwa na wasiwasi kabisa juu ya hilo. Alikuwa anaamini kabisa kwamba baadaye ilikuwa ni zamu yake, kwa sababu bwana Ahmed Ali Kibamba alikuwa ameshahidi kuja kulala mahali pale, na huko alikuwa anamwashia Jacqueline pesa shilingi 20,000 ambayo kwa miaka hiyo ya mwaka 1998 ilikuwa ni pesa nyingi kweli kweli, kiasi cha kuwa ni mshahara wa mfanyakazi wa serikali kabisa, kwamba Jacqueline ataitumia tu kwa vinywaji wakati anamsubiria yeye waje wale na kuendelea kunywa. Sasa kama bia moja ilikuwa inauzwa shilingi 400 na soda ilikuwa inauzwa shilingi 50 mpaka 70 kwa sehemu za hali ya juu, Jacqueline angefanya kitu gani na ile shilingi 20,000? Na ukichukulia mbali mpaka muda huo alikuwa hajaanza kutumia kilevi chochote. Hebu tuachane kwanza na matumizi ya Jacqueline, hilo linamhusu yeye mwenyewe. Tuendelee na simulizi yetu, ambapo sasa tunamwona Jacqueline alikuwa anakatiza katika eneo la mapokezi na kutokea nje kabisa ya jengo hili la baa. Aliibukia sehemu ya vinywaji ambako wateja walikuwa ni wengi kweli kweli. Jacqueline anatazama sehemu ya kukaa bila mafanikio. Anaendelea tu kupepesa macho, hata aliona gari dogo Toyota Corolla lilikuwa linaingia pale baa na kusimama, na kisha walishuka watu watatu, yani mwanamume mmoja pamoja na wanawake wawili, na kisha gari hilo likaondoka. Sura ya mwanaume aliyoshuka kwenye gari hiyo haikuwa nyingine kabisa kwake. Anakumbuka kwamba alimuona pale Ubungo Stand kwenye ofisi za Mwakatobozi Trans. Ni yule kijana ambaye alikuwa anamtazama kwa matamanio, ambaye alikuwa na dalili ya kuwa mhusika kwenye ofisi ile ya mabasi ya Mwakatobozi. Alikuwa anaonekana alikuwa anatembea taratibu na wale wanawake wawili. Mmoja alikuwa amebeba begi, wakaelekea ndani ya jengo kubwa lililokuwa na vyumba vya kulala wageni. Na huku Jacqueline ambaye hakujua ni kwa nini walikuwa wamefika hapa, alikuwa anawasindikiza kwa macho tu. "Vipi, mbona umesimama hapa, umekosa sehemu ya kukaa?" Mara Jacqueline akastuliwa na sauti ya kiume, na huko alikuwa anashika bega, na aligeuka haraka na kutazama mtu ambaye alikuwa amemshika begani. Alikuwa ni bwana Ahmed Kibamba, ambaye huyu alikuwa amebeba begi kubwa kweli kweli mgongoni,
na huku alikuwa amevalia kaptura ambayo ilikuwa na mifuko pembeni maarufu kama Timberland, na alikuwa amevalia t-shirt jeusi na mguuni alikuwa amevaa sendo. Yaani kila nikitazama naona sioni kabisa sehemu ya kukaa, alijibu vile Jacqueline kwa sauti ambayo ilikuwa ni sauti ya kujidekeza hivi. Ilitakiwa sasa waeleze wahudumu kwamba huoni pa kukaa, wangekuwekea meza pamoja na kiti. Alizungumza pale Bwana Ahmad Kibamba, na huko alikuwa anatazama kushoto na kulia. Hata macho yake alipokutana na mhudumu mmoja, naye alimuita na kumaliza kwamba mtafutie Jacqueline sehemu ya kukaa na kwamba yeye ataenda kuweka begi ndani. Ikawa vile Bwana Ahmad alielekea ndani na kumwacha mhudumu alikuwa anaweka meza pamoja na vitu viwili kwa ajili yao, kitendo ambacho kilitumia dakika chache sana. Tayari meza ilikuwa tayari imewekwa na ilikuwa imezungukwa na viti viwili. "Nikuletee kitu gani sasa dada?" alizungumza pale mhudumu mara baada ya Jacqueline kukaa kwenye kiti chake. "Naomba niletee tu soda, alafu naomba nitie na mtu wa jikoni," alizungumza pale Jacqueline, na mhudumu akaondoka zake. Na mara baada ya dakika 4 ama 5 akarudi na kisini ya kidogo ambacho kilikuwa na glasi na chupa moja ya soda. Ile tu anaweka mezani, na kabla hata hajaifungua ile soda, mara akaja mhudumu mwingine moja kwa moja kwa yule mhudumu aliyekuwa na mhudumia Jacqueline. "Maajabu mwenzako, yaani kufanya kazi kwangu kote huko guest," alikuwa anazungumza pale mhudumu mwingine ambaye pia alikuwa wa kike, kwa sauti ya chini iliyokuwa na usikivu wa kimbea hivi. "Umeanza sasa na wewe, aniambia kuna jipya gani huko ndani sasa?" aliuliza pale huyo mwenzake, na huko alikuwa anafungua soda mezani. "Je, ni kitu gani kitaendelea?" Karibu sana katika sehemu ijayo. Hiyo itakuwa ni sehemu ya 4 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Buku la Baba Mkwe. Mtunzi anaitwa Mbogo Edgar. Mimi naitwa Felix Mwenda.